Mtakatifu. Amina. Nakuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana Mungu Maria mwenye heri, Bikira wa daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, tusamehe dhambi zetu, tufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa zawadi ya siku nzima hii ya leo, jioni hii takatifu ya Mungu kama kiumbe wako. Asante pia kwa wana wa Mungu tunasafiri salama kwa safari yao Mungu kufika pia Arusha na mahali hapo kwa nyumba yetu salama. Tunasema Mungu tuongoze katika semina hii fupi ya Roho Mtakatifu, ili basi mwisho wa siku Mungu wetu kuja kwa baraka, kuja kwa neema na uongozi katika maisha yetu. Naomba hayo tukisema uje Roho Mtakatifu, Semeni za waamini wako, washa mbele yako, peleka Roho wako, itaumba upya na jinsi ilivyokuwa. Tuombe. Ee Mungu, uliyefundisha nyoyo za waamini wako, tuletea mwanga wako mtakatifu. Tunaomba tuwaongoze kwa Roho, tuendelee mwema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana. Jubilei 2025, Mahujaji wa matumaini. mahujaji wa matumaini. Jubilei 2025. Basi ndugu zangu, tunamshukuru Mungu sana kwa zawadi ya mwaka huu kwenye kanisa, ambapo kanisa nzima kote duniani tangu jana mwezi wa 12 Jubilei ilifunguliwa pia kule Roma na aliyekuwa kwa Mtakatifu Francisco. Basi kumaanisha ni zawadi kwa Mwenyezi Mungu tumefika. Basi pale kaishia hapo, lakini alikianzisha hakijaishia pale pale, endelea pia kama kanisa. Kwa sasa hivi pia yuko leo 14. Hivyo safari hii hapa na kikomo chake kitakuwa ni mwezi wa 12 kesho kutwa. Basi kama kanisa tunasafiri pia katika safari hiyo ya mwaka huu wa Jubilei. Kila mwaka wa 25 au wa 50 unakuwa ni mwaka wa Jubilei, au wa 100 inakuwa ni mwaka wa Jubilei. Kanisa ndivyo jinsi ilivyo, imeanzia ilipoanzia, ni basi inakuwa ni baraka pia kwa waumini na ninyi pia vile vile kama wanakwaya mnaweza pia kufanya hivi safari pia kutoka kuanzia Dar es Salaam pia pote, na mlifika pia mpaka huku, mmeifanya kama sehemu ya nini, sehemu ya hija katika maisha yenu jinsi ilivyo. Jambo pia la baraka pia sana na pia zuri sana kwa Mwenyezi Mungu. So pendwa, kwa kitabu kidogo pia hapa ambapo kimeweza kuandaliwa kwa ajili ya mwaka huu wa Jubilei. Basi ningetamani kidogo tuweze pia kuangalia kilichoandikwa pia huku, tuangalie pia maandiko matakatifu. Kuna watu wazuri pia kufuatilia, watu wazuri kufuatilia, watu wazuri. Ndipo fungua Mwanzo, Kutoka sura ya 14 ya 14 inasema kwanza, Kutoka 14, sababu kutoka ni safari na wana Israeli kwenda kwenye nchi ya ahadi, sio? Sasa kuna ile Kutoka 14 inasemaje? Inasemaje? Sababu Wakatoliki wa Arusha huwa tutakamata. Ndio kwa Islam tutakamata au kamata. Kristo tunaanza hapo. Kutoka 14 nasemaje? Chacha. Kisha kitabu inasomea. Kisha kitabu tano inasomea. Wakatoliki ni wale sio? Wakatoliki ni wale sasa kule hapo shapu kufikiria nani? Tutakuwa kusomea. Tutakuwa ni shapu kufikiria nani? Wakatoliki si tuna kwa kweli Biblia yani tunaacha kwa kweli. Kwa ushapata wote bwana. Ndio kwa kule kuna sisi mara moja. Kutoka 14 tuanzia na hapo. Kuanzia hapo kutoka 14 nasemaje? Hapo kutoka mara kwa ishika hiyo bwana, shika hiyo kweli hiyo. Sisi tukapotea hiyo bwana. Hapana, usibali kupotea hiyo. Kutoka 14 kutoka ni safari. Kutoka sehemu moja kama sehemu nyingine na nabii. Kutoka 14 nasemaje? Sauti kidogo, sauti yes, sauti hapo kama mtu apate vizuri ujumbe. Bwana atapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Mesikia baada hicho kitu. Ipo basi kimshasikia ndio usikia kama ilikuwa bado. Mshasikia tayari, lakini wakati wapi Katoliki wa kuuliza paroko, mambo ya katekista sio? Kwa nasemaje? Bwana anafanyaje? Bwana
wapigania ninyi, nanyi mtafanyaje? Mtanyamaza kimya. Hata katika hija hii hapo Bwana anafanyaje? Atakwenda pia kuwapigania Kristo. Basi safi sana. Basi wapendwa, tusikie kidogo pia habari za haya mambo ya safari ya hija na safari takatifu na nini pia inapokuaje. Anasema hija, maana ya safari takatifu ya maisha ya Kristo. Maana ya safari takatifu na maisha ya Kristo, si ambavyo mmefanya kutoka kule sababu tunakuja Arusha, lakini tunayafanya ni safari ya maisha matakatifu. Anasema hivi, hija ni dhana muhimu katika maisha ya Mkristo. Ina maana kubwa kwa waamini wa kila kizazi. Hija, wala anaandika tu, sikiliza, sababu kiandika mtachoka. Sasa sikiliza tu, utapata pointi, hakuna shida. Utapata pointi, sio wasiwasi. Unasema hija ni safari ya kiroho. Nini jamani? Safari ya kiroho. Hija ni safari ya kiroho. Kwa hiyo sisi kama Wakristo na sisi pia vile pia kama wenzetu Waislamu tunaposikia wanafanya hija ya kwenda Maka, kwenda sijui wapi, na sisi kama Wakristo pia tunafanya hija katika maeneo yetu tuliyopo. Kwa mfano Arusha hii hapa au Dar es Salaam, au tunakwenda pia maeneo ya hija kwa Tanzania, sehemu kubwa sana hiyo. Tanzania gani? Tanzania pia bado haijakaa sana, lakini tuvuke nchi yetu tuende nchi za jirani hapo. Kuna mahali panaitwa Kibeho. Umeshasikia? Umeshasikia Kibeho? Inapatikana wapi Kibeho? Rwanda. Sasa tunasikia Rwanda. Kwa tunatoka Tanzania hapa, tunasafiri pia tunaenda Kibeho kwa Bikira Maria pia kule Kibeho watu wanasali. Lakini pia vile vile tunatoka pia hapa tunakwenda hapo nchi ya Uganda. Kuna sehemu maalum kabisa nzuri sana kubwa sana ambayo ina historia kwa kanisa Katoliki au duniani pia ina historia. Hapo Uganda hapo watu wanakwenda pia sana kwa ajili ya kufanya hija. Panaitwaje? Panaitwaje bwana, msiniangushe bwana, Uganda hapo tutakusoma ile ya Uganda. Panaitwaje? Ni sehemu ya hija ambayo watu wengi sana pia wanakwenda, hasa tarehe 3 mwezi wa 6. Tarehe 3 mwezi wa 6 hata dunia nzima ya Afrika pia kuna mahali hapo kwa ajili pia ya kufanya hija zao, kusali, hasa tarehe 3 mwezi wa 6. Panaitwaje pale? Na very good indeed. Safi. Panaitwa Namugongo. Ni mahali ambapo mashahidi wa kwanza wa Afrika walifanyaje? Walipoteza maisha yao mahali pale. Kwa hiyo ile sehemu pale kwa kumwaga damu yao mahali pale pakajengwa kweli pia kuwa ni mahali pa kiroho, na ni kweli watu pia wafika mahali pale na shida zao na matatizo yao, Mungu anafanyaje? Anakwenda pia kwa ni safari ya wanafanya hija kwenda kule kama safari ya kiroho. Wanafika mahali pale wanasali vizuri na Mwenyezi Mungu anawabariki na kuwaponya kwa jinsi ambavyo imani yao inawapeleka mahali pale. Sawa jamani? Lakini pia nchi ya Kenya jirani hapa kuna mahali ambapo pia ni maalum sana pia katika swala la hija. Wanafika mahali pale na kusali. Panaitwaje ndugu zangu? Kenya Somalia. Panaitwaje? Subukia. Watu wanafika mahali pale kwa maombezi ya Bikira Maria. Wanajua ya kwao pia Mungu anasikia pia maombi yao. Ndivyo jinsi ilivyo. Kwa hivyo ndugu zangu, pia ziko sehemu mbalimbali. Arusha pia hapa kwenye mkoa wa Arusha. Na siku ya vile vile kuna sehemu ambapo watu walimwaga damu zao kwa ajili ya swala la imani. Na sehemu hiyo panaitwa Olasiti. Panaitwa jamani? Pale ni palikuwa ni pesa ile. Sasa ilikuwa ni mwaka 2013 ambapo watu walitoka sehemu mbalimbali kuja kusali pia kutawala kanisa pale. Na bahati nzuri nyakati hizo alikuja balozi wa Mtakatifu alikuwa Tanzania. Nyakati hizo akaja akaungana pia na askofu kipindi kile aliitwa Askofu Joseph Lebulu. Sasa akiwa pale mwenye maadhimisho alisema kwa ile pale fungua kanisa watu wasali na hiyo tawala kanisa. Basi wako pale nje wanabariki maji kwa kawaida. Lakini kujibariki maji mahali pale wameanza kujina la Baba, wanaanza kutoa maelezo mahali pale, wanaanza kubariki ile maji. Ghafla mtu yuko nyuma ya ukuta akarusha bomu. Kurusha bomu aliwatarget askofu pamoja na balozi wake. Ndio ilikuwa target yake. Lakini Mungu alikuwa ajabu, hakupata nafasi ya kuweza pia kurusha likawafikia. Likatua katikati ya watu kama mahali hapa. Katikati mahali hapa
watu walivunjika, lakini pale pale walikufa watu 3, mama mmoja na watoto wangapi? Wawili. Pale pale, ilikuwa ina mtandao, ilikuwa ni pale pale, wakaishia pale pale, walivunjika miguu yao na kila kitu. Basi kama jimbo tukasema kwa hapa Arusha litakuwa ni kanisa la hiki, wakazikwa pale pale. Kristo walizikwa pale pale. Hata sasa hizi pia mkadakalia mmekuwa mmepata nafasi ya kuisha Arusha, tumefika mahali pale. Kwa hivyo jimbo la Arusha tukasema pia sana pale, kwa sababu pia kuna watu wamekufa kwa sababu ya imani, patakuwa ni mahali pa hiji. Kwa ndugu zangu, tunatoka nyakati ambazo tunapokuwa kama ni parokia, mapadri na nani pale, nguvu mbalimbali pia tunafika mahali pale tunasali. Basi Mungu ni mwaminifu kwa imani zao. Wengine pia wanapona kwa imani zao, wengine pia wanasaidika kwa imani zao, na mko kwa Arusha sisi hapa tuhai pia kwa namna hiyo. Kristo kwa Dar es Salaam sijui kwa kufanya pia kuwa sehemu ya hija. Sasa hivi tunajenga katedrali, najua kwa sana pia sehemu hizo, lakini kuna mahali ambapo ni maalum kabisa kwa ajili ya hija. Kwa mkitaka kusali pia mnakwenda mahali pale, labda na mahali ni sehemu gani jamani? Pugu. Safi kabisa, ni Pugu pale, exactly pale pana historia. Mimi mwenyewe pia nilisoma Segerea, nilikuwa mwaka 2007 mpaka na 11. Kwa hiyo kuna kati ya 2010 pale pia tulifika pia Pugu pale. Lao kuna historia nzuri pia pale Pugu kwa napafahamu walao. Basi kwa sehemu pia hija, basi pia inakuwa ni sehemu pia za baraka na maana. Lakini basi pia duniani kuna mahali pia pameandaliwa kwa ajili ya hija. Sehemu za hija duniani, sehemu za duniani. Sehemu moja ambayo pia ni pakubwa sana ambao pia watu wengi sana duniani wanakwenda kwa ajili ya hija. Kuna sehemu moja iko nchi ya Ureno. Wanaitwaje pale? Hapo Ureno, wanaitwaje wao? Ludi ni Ufaransa au ni wapi? Ludi ni wapi? Jamani, kuna Ludi. Sawa Ludi pale ambapo Bikira Maria aliyotokea watu wangapi? 3 wale. Francisca, Lucia, Sita. Watu wanafika mahali pale pia wanasali mahali pa hija ya kidunia. Lakini pia hata Roma pale ambao pia kuna kaburi mpaka leo la Mtakatifu Petro, ile kanisa pia la St. Peter's pale pia ni kanisa la hija. Watu wanafika mahali pale, watu mbalimbali wanafika mahali pale kwa ajili ya sala zao, kwa ajili pia kutembelea, kuona historia na kwa hivyo mambo kama haya ndugu zangu ya hija hayajaanza leo, hapana. Imekuwa tangu enzi na enzi, mengine pia kiroho, na kwa kweli pia watu wanafaidika pia sana, wanapona pia sana. Pia Israeli ni mali pia kwa hija, tuwaombee Mungu, vita ni vikali sasa pia kule, lakini Mungu atawasaidia, watapona. Kristo wewe tuambie kwamba hija ni safari ya nini jamani? Safari ya kiroho tunaifanya namna hii. Tunaendelea. Tunasema ambapo waumini wanatembea kuelekea kwa Mungu wakitafuta msamaha, upatanisho na utakatifu. Katika sura hii tunachunguza maana ya hija, umuhimu wake katika maisha ya Kikristo na jinsi inavyoweza kuwa na maana kwa waamini wa kila umri. Kwa kila umri jinsi palivyo tayari kwa mwaka huu hapa wamepanga taratibu mbalimbali kufanya pia hizi hija kwa ajili pia kutakaza roho zao, kusikia pia kuongoma mahali hapo itajwa namna hiyo, kwa ajili pia ya sala za watu pia kumpelekea Mwenyezi Mungu jinsi ambavyo wao wanaona Kristo. Nasema hija katika maisha ya Kikristo. Katika Agano la Kale hija ilikuwa sehemu ya utamaduni wa Waisraeli. Waisraeli walikuwa na ibada maalum za hija ambapo walikuwa wanatembelea miji mitakatifu kama Yerusalemu kwa ajili ya sherehe za kidini kama vile Pasaka. Hija hizi zilikuwa ni sehemu muhimu ya ibada ya Mungu, na wakati wa hija Waisraeli walijitahidi kuwa safi kiroho na kimwili. Hija ilikuwa ni safari ya kutafuta neema na kumtumikia Mungu kwa moyo safi. Wanatafuta usafi wapi jamani? Usafi wa moyo. Ndio safari za hija. Hata ukiangalia pia kwa mfano, tutoke kwa Kristo tena kwa Waislamu. Naona pia wengi wanakwenda pia Maka kwa hiyo miaka 9 ambao wanaona wenyewe. Lakini pia mtu anatamani pia kufa na kupona. Hata maneno pia hija ya Maka pia. Anatamani pia afie wapi?
afie pale Maka kwenye nchi takatifu, kwa sababu akifa mahali pale yeye ni moja kwa moja wapi? Mbinguni, kwa jinsi ya imani yao namna hiyo. Kwa nasema pia wanatakasa. Kwa akifika mahali pale anajua kwamba roho yake itakuwa imetakasika, iko safi, itaenda kwa Mwenyezi Mungu, inaenda kupokelewa moja kwa moja pia bila upinzani na wala pia shida inayotoka mahali pale. Anatuambia katika Agano Jipya Yesu mwenyewe alifanya hija katika maisha yake. Katika Injili iliyoandikwa na Luka sura 22, twende hapo Luka 22 aya ile ya 39 mpaka 46. Luka 22 aya 39 mpaka 40. Anasema pia Yesu alifanya pia naye hija. Anasema Yesu alienda kwenye mlima wa Mizeituni mara nyingi kwa ajili ya maombi, na alikusudia kujitakasa kwa ajili ya mission yake. Hija ya Yesu ilikuwa ni mfano wa kujitolea, maombi na kujitakasa kwa ajili ya mabadiliko ya kiroho. Hija ilikuwa njia ya kutafuta ushirika na Mungu. Na Yesu alifundisha kwamba kila mtu anapaswa kuwa tayari kupokea neema ya Mungu na kuelekea kwake. Hebu kidogo tupite mahali hapo. Sura 22 aya 39 mpaka 46. Neno la Mungu linasema, Ndio. akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake. Unasikia ni desturi yake ya kwenda kwenye milima Mizeituni. Anakwenda desturi yake pia kila wakati. Amefanya kazi, amechoka namna hiyo mahali pale, ameishiwa nguvu kwa sababu ya kufanya kazi, anakwenda kwenye milima Mizeituni pale, desturi yake pia anaenda kufanya nini? Wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Alipofika mahali pale, aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba. Unaona amefika kwenye ule mlima, amewacha wanafunzi wake mahali pale, kasogea kidogo, kapiga magoti. Kufanyaje? Amekwenda kuomba, amekwenda kusali. Safi kabisa. Naona akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu, naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba. Hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchi. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawaijia wanafunzi wake, akawakuta wamelala usingizi kwa huzuni. Akawaambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Basi alipokuwa katika kusema, tazama, mkutano wa watu na yule aliyeitwa Yuda, ambaye ni mmoja wa wale tenashara, amewatangulia. Anawaambia wanafunzi wake, ombeni msije mkaingia wapi? Katika majaribu. Kwa sababu aliona pia hawa wanafunzi wake ni binadamu kama sisi hapa. Ni mara nyingi pia kama binadamu kushindwa kwetu ni pepesi sana. Lakini pia katika hiyo Injili tunasikia tunasema kwamba pia Yesu anakazia kweli sana sana sana. Anasema ya kwamba akaenda akajitenga pia akaomba wakati wa dhiki. Ndio maana pia kuta saa zingine mara nyingi watu ambao wanakuwa karibu na Mungu sana, yaani wengi wao ambao utawakuta mara nyingi pia wako hapa kwa magoti hapo, ni wakati wa dhiki. Jinsi ambavyo Yesu mwenyewe wakati wa dhiki, mateso yake, anamkimbilia Mungu, anaenda kupiga magoti, anasali mpaka jasho la damu linamtoka, kwa sababu kikombe hapo wapi? Mbele yake. Kwa pia na sisi ndugu zangu tumebatizwa na kuwa Kristo wengine, kuwa Kristo mwingine. Wewe ni Kristo mwingine kwa njia ya ubatizo. Kristo hivi. Sasa tunaalikwa basi kwa pamoja. Na sisi pia vile vile kila iitwayo pia hizi hija tusifanye jinsi ambavyo mmefanya pia leo tukakula pesa mwaka huu wa hija. Tutoke Dar es Salaam tuache majukumu yote na kila kitu.
twende kwa ajili ya hiyo, na mmefanya vizuri, na Mungu aendelee kuwabariki. Kristo endelea sema anasema hija ya kiroho. Hija sio tu safari ya kimwili, bali ni safari ya kiroho. Hija inatoa fursa ya kutafakari, kujifunza na kujipiaisha. Wakati wa hija, waamini wanakuwa mbali na mazoea ya kila siku na wanajiingiza katika hali ya kiroho, ambapo wanatoka kwenye hali ya kawaida na kuelekea katika mahusiano ya karibu na Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio hija. Pengine pia yote tunaacha, kwa sababu pia Kristo mwenyewe pale aliacha kazi ya kufundisha na kila kitu na kuponya watu na kufanyaje, akajitenga akaenda kwa ajili ya kuwa na Mungu karibu zaidi. Maana nilipoulizwa wanapata mali hapa, kuna baadhi yenu mnahitaji pia maungamo, mnajitenga na wengine pia yote, mnakuja karibu na Mungu. Hiyo sasa katika kitubio ni kwa jamani, karibu na Mwenyezi Mungu. Ndivyo jinsi hiyo ndio safari inaitwa safari ya hija. Anatuambia kwa mfano, Baba Mtakatifu Francisco aliongelea kuhusu hija ya kiroho katika hotuba yake ya mwaka 2015 akisema, hija ni safari ya kuelekea kwa Mungu, safari ya kurejesha roho zetu na kutafuta upyaishi wa kiroho. Hija ni wakati wa kujitakasa kutoka katika dhambi na kupokea msamaha wa Mungu. Hii inajumuisha maombi, tafakari na kujitolea kufanya matendo ya huruma. Kutoka katika Injili iliyoandikwa na Luka sura 24:13-35 tunapata mfano mzuri wa safari ya kiroho wakati wa hija ya wafuasi wa Emmaus. Wakiwa njiani, Yesu alijionyesha kwao na kuzungumza nao, akifungua macho yao kwa kuelewa maana ya Biblia ya kumtambua yeye kama mkombozi aliyefufuka. Hii ni picha ya jinsi hija ya kiroho inavyoweza kuleta uelewa mpya wa mabadiliko ya kiroho. Mzangu, safari ya Emmaus haina tofauti na hii ya kwenu kabisa. Hii ya kutoka mmesafiri pia mmekuja mpaka huko Arusha, haina tofauti kabisa na safari ya Emmaus. Kwa sababu gani ndugu zangu? Mmekuja Yesu kuja mkopita kila kitu, niingia pia mlimani pia kule, mmefanya majukumu yenu pia mmeweza vizuri kabisa na kila kitu, lakini mkasema hapana, tunamhitaji kuhani wa kutupa neno la Mungu, wa kutupa semina kidogo kwa ajili ya haya mambo ya hija. Ndio jinsi ambavyo niwauliza mwanzoni habari ya tangu tumeachana, wengine wakacheka, si ndio? Kwa sababu gani? Tumecheka kwa sababu gani? Hatukuwahi kufanyaje? Tushakutana leo. Tushakutana tayari. Jamaa tushakutana tayari. Huyo ndio mfano wa safari ya Emmaus. Jamaa walikuwa wanasafiri kawaida, hizo story kawaida. Lakini katika safari kuna mtu anawajoin katikati yao. Wanasafiri nao wakipiga story na kila kitu pia toka kuhusu safari yao. Inafika jioni na wanaambia jamani, mimi naendelea safari yangu. Usiende bwana. Kaa pamoja, kaa nasi. Washoka tayari jioni, kaa nasi. Walivyokuwa kwenye hali ya kula ule mkate, chakula kile cha jioni, akafanyaje? Akatoka katikati yao. Bwana ndugu zangu, nasema baada ya mwezi mmoja ukutana pia kwenye mji wa Dar es Salaam. Mtanitambua. Sasa hiyo tusalimiana. Kwa sababu gani? Tumeshafanyaje? Tayari. Kwa naye pia Kristo na wale wanafunzi ndivyo jinsi ilivyo, akamtambua yeye. Mara baada ya pale wanarudi Yerusalemu pia kuambia tumemwona nani? Masia Yesu Kristo. Kwa ndugu zangu, pia na ninyi sivyo sasa mnakutana na Kristo kwa njia hii. Haya hii semina mahali hapa ni Kristo mwenyewe pia anaongea nanyi kupitia pia mtumishi wake. Sasa hizi mtana Mungu tayari hapo tunapo duniani kwa njia ya Kristo anakuja kwetu, na pia kwa njia ya utumishi wa kanisa. Kristo yupo na watu wake pia anawalisha, anawafundisha na kuwaongoza. Kristo tumaini kidogo anasema
Anasema hija kama safari ya kumjua Mungu. Hija pia ni safari ya kutafuta kumjua zaidi Mungu na mpango wake kwa maisha yetu. Ni wakati wa kuacha mawazo na shughuli za kila siku na kuelekeza mawazo yetu kwa Mungu na mapenzi yake. Hija ni fursa ya kupata ufunuo mpya, kufahamu maadili ya Kikristo na kutafakari kwa kina kuhusu maisha ya kiroho. Kwa mfano, Mtakatifu Paulo katika waraka wake wa Warumi sura ya 12 aya ya kwanza na ya pili anaelezea kuwa waamini wanapaswa kutoa miili yao kama dhabihu hai kwa Mungu ili waweze kubadilishwa kwa upya wa mawazo yao. Hija ni fursa ya kutafakari juu ya kile tunachoweza kutoa kwa Mungu na jinsi tunavyoweza kuwa mashahidi wa imani yetu. Tunaomba tayari kuwa Warumi 12 aya kwanza na pili. Sehemu moja ya maana sana Warumi. Alafu baadaye tutamaliza Warumi sura ile ya 7 tukwambia aya ngapi kwa zote kuangalia kwa kila Kiswahili sura ya 12 aya kwanza na pili. Tusome mahali hapo tusikie vizuri kabisa. Mpiaje? Warumi 12 kwanza hadi ya pili. Sawa. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika ya mapenzi ya Mungu yalivyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Asante sana. Wasikia vizuri kabisa. Ndicho ambacho mmefanya na wakati keti. Ndicho ambacho mmekifanya. Hamkuja Arusha kuangalia mpira. Kweli au sio kweli? Hamkuja kuangalia jamani? Kuangalia mpira hapa. Wala pia hamkuja Arusha kwa ajili ya kwenda Ngorongoro. Hapana. Hamkuja Arusha kuangalia pia mlimwengu hapa. Hapana. Mmekuja Arusha kwa jinsi ambavyo mmekuja, lakini kubwa sana kati yenu labda kusema pale ni kweli, lakini pia hili ile tunapenda, lakini iwe safari yetu ya kiroho. Moja safari yetu ya kiroho kama nasema mwaka huu hapa tushiriki hija yetu kutoka tulikotokea nyumbani pia kule mpaka mahali hapo. Mmetoa miili yenu kama dhabihu kumtukuza wale jamani, kumtukuza Mwenyezi Mungu. Hivyo jinsi ilivyo. Kumtukuza Mwenyezi Mungu. Ndio maana pia mara baada ya hapo sasa ya semina ndogo mahali tutapata mahali hapa tutakwenda kwenye sakramenti ya nini? Kitubio namna hiyo. Hiyo inakuwa ni dhabihu ya kutukuza Mungu. Atuambia msifuatishe miili yenu pia na ulimwengu huu. Sasa mmejitenga na ulimwengu na mkaja kwenye maisha ya kiroho ya kumkaribia Mungu zaidi, kumtafuta Mungu mara mbili zaidi. Kristo. Yes, anaendelea kusema hija kama safari ya upatanisho na msamaha. Sehemu ya maana sana. Sema hija pia ni kipindi cha upatanisho ambapo waamini wanakuja mbele ya Mungu ili kutubu dhambi zao na kutafuta msamaha. Ni wakati wa kufungua mioyo yetu kwa Mungu na kutafuta msamaha kwa matendo yetu ya dhambi. Kwa waamini, hija ni njia ya kutafuta upyaishaji wa kiroho na kurejesha uhusiano wao na Mungu na binadamu wengine. Anasema mfano mzuri ni wa hija ya upatanisho. Anasema kwa mfano mzuri wa hija ya upatanisho ni hija ya Mfalme Daudi katika Zaburi ya 51 ambapo alijinyenyekeza mbele za Mungu akimuomba msamaha kwa dhambi zake akisema, Mungu uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Huu ni mfano wa jinsi waamini wanavyoweza kutafuta msamaha na kuanzisha uhusiano mpya na Mungu wakati wa hija. Katika jamani, hapo ni kilima kizito au ni kiza kinene. Kiza
Msamaha ni kilima kirefu. Msamaha ni kiza kinene, ndugu yangu. Msamaha, hiyo sehemu ya msamaha usichukulie kwa. Usifanyaje? Usichukulie kwa. Ndio tunasema dunia siku ya leo. Sehemu ya msamaha sio kwa kuchukulia kwa. Aliyeweza kufanikiwa kwa 100% alikuwa ni Kristo peke yake. Swala la msamaha. Swala la msamaha. Aliyefanikiwa kwa 100% kuishi wa msamaha. Asa alikuwa mheshimiwa pale, Kristo mwenyewe. Kwa msalabani pale alisema tu, Baba wasamehe kwa sababu gani? Si binadamu, si binadamu. Si binadamu. Tunaungana na waimbaji ambao sio waimbaji wa kanisani, ni waimbaji wa ulimwengu. Waliimba hivi, ni waimbaji sio waimbaji. Nimekusamehe lakini sito kusamehe. Simkolo Ayateni, nimekusamehe lakini sito kusahau yaliyopita. Sasa watuambia ndo umeshia Kristo. Nimekusamehe lakini sito nini? Sitakusahau. Wewe unasahau? Unasahau jamani? Makovu yako, makovu yale yako, makovu yako, yale makovu yako tunapoumizwa au tunapoumiza, hasa kuumizwa. Tena kwenye kuumizwa tena. Lakini tunapoumizwa, yale makovu yale ndugu yangu ni sio rahisi pia kuyabandua. Kinachofanikisha kubandua makovu ya dhambi peke yake ni swala la hija. Sababu kwenye hija tunakutana na mambo mangapi? Mambo 5 kwenye hija. Kwenye hija ndugu zangu, hii hija inaitwa hija. Ili tupate ile rehema kamili. Ile rehema kamili. Kwa kwenye rehema kamili, mambo 5 yanahusika hapo. Rehema kamili yanahusika mambo 5 yanahusika ili kuondoa ile makovu ya msamaha kwenye dhambi zetu ambayo tumeyatenda, yabaki makovu kwenye roho zetu. Makovu kweli ni ngumu sana hapo. Ni kiza kile kipa kiasi hicho. Ni mlima mrefu kweli kweli kwa kupanda kwa magoti. Sasa mambo 5 ambayo yanafanya pia kwamba ile makovu ya dhambi yatoke. Hija iko miongoni mwa vitu ambavyo pia vinaondoa makovu ya dhambi katika mioyo yetu. Jambo la kwanza kabisa, jambo la kwanza ni kupata semina ya kiroho namna hii. Jambo la kwanza ni kupata semina ya kiroho kuondoa hiyo makovu ambayo katika mioyo yetu. Semina kama hii imepata mahali hapa. Hata mali ndogo lakini ni semina imepata tayari. Jambo la pili, msingi sana, kufanya kitubio. Sasa ndio mrefu ndio mahali pale kwa kufanya kitubio, tutaungama dhambi zetu. Jambo la 3 la kushiriki misa takatifu. Bwana pia mtaifanya asubuhi vizuri kabisa mahali hapa. Hapa mtafanya misa takatifu. Jambo la 3, misa takatifu. Jambo la 4, tunasali nia za Baba Mtakatifu. Bwana Baba yetu, Salamu Maria na atukuzwe mara 3. Fanya hizo za Baba Mtakatifu. Alafu la 4 jamani, la mwisho. Jambo la mwisho
Kwa pia la msingi pia sana. Basi matendo yetu mema. Nini jamani? Matendo mema. Matendo mema. Matendo hayo mema ni pale ambapo pia naona pia nimekujeruhi. Basi nikurudie kwa upole. Bila kusamani afanyaje? Na kweli aishi. Yasiyo pia nimekusamia lakini sitafanyaje? Sitakusahau. Hapana kabisa, hapana kabisa. Hapana. Kwa ndugu zangu, sehemu ya msamaha ni sehemu ambayo ni muhimu sana. Ngumu sana. Na mahali pekee kwa maandiko matakatifu ambapo tunaipata hiyo sifa ya msamaha. Kwenye maandiko matakatifu mahali hapo. Sawa, Zaburi ya 51 iko kweli? Iko. Daudi anaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu kwa aliyefanya, anaomba msamaha na Mungu anamsamehe. Lakini pia kwenye Agano Jipya kuna ile Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 15. Habari ya mwana potea. Habari ya mwana Potea. Na potea. Jinsi ambavyo alipata baba yake kwa nguvu na kwa jazba, anamforce ampe urithi kabla mzee hajafariki. Na yule mzee hakujali, chukua sehemu yako. Kampatia eneo la kutosha. Baada ya muda mfupi, kaenda akapiga bei ile eneo, ile eneo. Kachukua zile fedha kaingiza kati ya mchi. Akazishughulikia. Baadaye shughulikia zile fedha. Akashughulikia zile fedha. Aliposhughulikia akajikuta pia hata 100 mfuko tena hakuna. Akaona kilichobakia nini jamani? Nini jamani? Sema basi. Nini jamani? Kanzu bakia kanzu. Kai kanzu ile nyeupe ili shikapi kwa mfano. Ndio haraka tuseme. Shikapi hapa. Shikapi hapa. Elfu ngapi? 20. Nipe 20. Ndio kwa hiyo kwa kanzu. Kanzu kaenda. Tunachofuata kwa shati hapa au mbona hapa Vest. ile ndio shati bana shati kwa shati ile shati hapa shilingi ngapi ile shati kama ngapi ndio bana kwa bana after na shati kabisa taarifa hii after ufanyaje ya kuishi kesho baki vest. Hii basi shikapi? 2500. 2000 tayari ya mwisho ya anawakia Israeli tayari na kadhalika Kristo wale tu na kadhalika alipokuwa ishiwa mmoja mpaka viatu tena ukasema sasa hapa kinachofuata nini? Kifo. Masitira haja kufa wale. Potelea kando kana kwa mzee. Shaka wale pale. Akinimuta sawa. Akiniua sawa. Basi mwisho wa siku Afrika kama pale wana mzee mtaka muona kijana anakuja. Haki ya mama iko anakuta peke yake. Viatu hamna wala sote pia hamna, hiyo anakuta peke yake. Lakini anafika pale anakuja nini? Magoti chini. Nimekosa juu ya nani? Juu ya mbingu na mbele. Juu ya kwa sababu pia alitaka unapodai urithi wa mzee kabla mzee hajafariki au mzee hajafariki. Ukidai urithi maana yake pia ondoka elekea wapi? Kwa Mungu pia kwa wakati wako. Kwamba nimekosa juu ya mbingu na mbele ya si stahili kuitwa nani? Mwana wako pia tena ifanye pia kama mmoja wa watumishi wako tu watumishi. Lakini yule mzee alivyokuwa wa ajabu. Yule mzee ni wa ajabu, si ndio? Yule mzee ni wa ajabu kweli, ni wa ajabu. Mwambie bwana, mwanangu alikuwa amekufa. Sasa amefanyaje? Amefufuka. Alikuwa amepotea, sasa amefanyaje? Mwelekana pia chinja ng'ombe kule, tule tuje tufurahi, si ndio? Ingekuwa ni wewe unafanyaje? Ushampa eneo, umepia bei katikati ya mji. Wewe unafanyaje bwana? Watu wa Mungu unafanyaje? Katikati ya kawaida bwana, katikati ya kawaida. Mzee wangu wao ni mzee wangu ndio bwana. Mzee tusaidie bwana. Bwana ndio kijana wako bwana. Ushakuwa mzee mcha kwa haraka kunipatia. Katikati ya mji mmesaga yote nimerudi mzee. Nimekosa juu ya ndugu mzee na mbele yako unafanyaje mzee? Hebu eleza bwana. Soma kueleza. Soma mzee. Eleza yuko. Eleza mzee. Usiogope. Eleza jinsi ya uhalisia wa maisha yetu ya kawaida baba. Usiogope. Anamwambia kwamba shaya yako imeshaisha. Kila mtu mzee. Hiyo diskundo uhalisia. Ya, unafanyaje? Wewe unatafuta nini? Wakwenda wapi?
yenyewe basi tutamtia pale. Lakini kwa Biblia yangu haikuwa hivyo. Alichinja ng'ombe, akamvalisha nguo, tena nguo nzuri ya kidaya za dhahabu na viatu na pete na kila kitu, akamweka sawa sawa. Ndio kaa pale. Kula maisha, nje maisha. Ni Mungu na sisi. Mara nyingi pia sana binadamu tunamwambia Mungu aondoke. Nafsi tutawale. Mwisho wa siku kwa utawala wetu, ndugu zangu, pia huoni mahali tunaharibu. Tunafanyaje? Roho zetu hizo tunaharibu. Haida tunapoharibu, basi tunazidi kumfuata pale pale. Tumekosa juu ya wapi? Juu ya Mungu na mbele yale makosa, ndugu zangu. Kwa hivyo sio kazi nyepesi msamaha. Sio kazi nyepesi ndugu zangu. Kuambia mtu yaishi na yakaisha kweli kweli. Sio kazi nyepesi, inahitaji neema ya nani jamani? Neema ya Mungu. Basi pia mwingine wa pili aliyefanikiwa mara baada ya Kristo, aliyefanikiwa pia kusema muombe msamaha. Aliyefanikiwa ni mtu aliyekuwa anaitwa Yohane Paulo wa pili. Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili. Yule jamaa akiwa mtakatifu anahutubia Isauni na kama hapa. Kaja mtu katikati ya watu, wala hamna shida. Alafu yule jamaa alikuwa anatafuta maisha yake. Na yule jamaa tunaambiwa muamiliaji yule. Tunaambiwa ya kwamba maisha yake ni mtu ambaye alikuwa na shabaha kuliko watu wote duniani. Unanyosha kidole hivi, unamwambia piga hapa. Aisha apige hapa. Apige hapa. Anapiga wapi? Pale ulipomwelekeza. Alikuwa na shabaha duniani. Basi ukamtafuta, unamwambia huyu mtu aondoke. Anatuharibia maisha duniani. Basi ameenda vizuri, ameshajikuta pale, akaenda. Mzee watu yupo anahutubia watu kama kawaida. Amevaa kanzu kama hii hapa, anahutubia vizuri sana. Basi jamaa akaenda kwenye ngo yake, akampima vizuri. Bompima vizuri, kapima hii hapa. Apige moja tu, amaliza nini? Kazi. Lakini aliposhuti, baada ya kwenda hapa, ikaja wapi? Kaisha tumboni. Yeye mwenyewe mpaka leo amefungwa kule Uturuki. Lakini anasema pia sikujua ni kitu gani kimetokea. Mpaka anajikuta pia anapiga tumbo la mtu. Baada ya nini? Ya kichwa. Mara baada ya hapo, mzee akachukuliwa, akasema kidogo basi. Nani simu? Yako? Okay. Tunza juma kizima tu. Nini? Samsung. Kali. Aisee hiyo ni kali. Basi ile ndio swali kwa lisani bwana. Hapo mwenyewe ndio hapo. Sawa, nashukuru. Sawa. Basi mara baada ya mambo yote akachukuliwa kwa hospitalini, pia akaenda kutibiwa, Mungu bariki, pia akaja akapona. Alipopona akasema niite yule jamaa aje. Na watu wote muondoke nikae naye. Nizungumze naye. Akazungumza naye, na siku akamwambia nimekusamehe, umefanyaje? Yameisha. Lakini sasa ndugu zangu, cha ajabu. Alimwambia nimekusamehe pia imeisha. Nchi yake ikasema haiwezekani mtu kufanya jambo la aibu kiasi hiki pia aende kwa huru. Nchi yake ikasema pia kwa ulichofanya hii ni aibu ya nchi yetu. Kwa hiyo tunakupokea jinsi ulivyo na utaisha gerezani pia mpaka mwisho. Na mpaka leo hii jamaa pia iko wapi? Lakini kwa amri ya nchi yake, sio kwa sababu ya wale kwa wapi. Alimwachia kwa 100% namna hiyo. Ndugu zangu, swala la msamaha sio la lele mama. Sio la lele mama. Neema ya Mungu inafanyaje? Inahitajika pia kupiga sehemu pia vizuri. Wewe kwani nimekaa kidogo nifumbie kidogo mahali hapo, sababu pia kwa kweli ni sehemu pia ambayo dunia siku ya leo hizo hali zinapita katika maisha ya watu sana. Haijalishi pia ni wewe au ni mwingine, lakini sisi msamaha kwa kweli pia kweli ni jambo lenye ngumu sana. Neema ya Mungu dunia leo inahitajika ifanye kazi na sio mwanadamu. Kristo. Amen. Basi tujabele kidogo. Tunasema okay, sawa. Basi hija katika maisha ya watoto, vijana, lakini pia na wazee. Nasema hija sio tu kwa ajili ya watu wazima au wale waliokuwa na uzoefu wa kiroho. Hija ni wito wa vizazi vyote. Hata watoto na vijana wanapohudhuria hija
wanapata nafasi ya kujiimarisha kiroho na kutafakari kuhusu maisha ya Kikristo. Kwa watoto, hija inaweza kuwa ni safari ya kujifunza kuhusu huruma ya Mungu na jinsi ya kuwa na uhusiano na Mungu. Watoto wanaweza kuchukulia hija kama safari ya kufahamu na kujua zaidi kuhusu imani yao, kama vile safari ya kwenda kwenye maeneo matakatifu na sherehe za kidini. Kwa vijana, hija inatoa fursa ya kujenga imani thabiti na kutafuta msamaha wa dhambi na kuchukua jukumu la kuwa mashahidi wa Kristo katika jamii zao. Hija inaweza kuwa ni wakati wa kutafuta mwelekeo wa maisha, kama vile kufanya maamuzi kuhusu kazi ya Mungu katika maisha yao kama vijana. Wazee, hija inatoa fursa ya kutafakari kuhusu maisha yao, kushukuru kwa baraka walizopokea na kutafuta upyaishaji wa kiroho. Hija inaweza kuwa ni wakati wa kushukuru na kutafuta amani na furaha ya maisha, pamoja na kuomba msamaha wa Mungu kwa wale walio nyuma yao. Anasema hija kwa wagozi makundi mbalimbali. Kwa hivyo tunaangalia sehemu ya vijana kwanza, alafu watoto, lakini vile pia na wazee. Kumbe basi hija ni safari ya watu wote, haitengi watu kwamba hawa ndio wafanye hija zaidi kuliko hawa wengine. Hapana, hili ni jambo la kiroho, na hili la kiroho liko kwenye makundi yote. Tumeanza kwa watoto, kwa sababu pia pia mlifanya pia mliweza kwa mtoto pia mko naye, lakini pia vijana pia wako mahali hapa, wazee wetu pia wako mahali hapa. Namna hiyo ni baraka ya Mungu. Ini jamani, Baraka ya Mungu. Ni baraka ya Mungu. Na sio ni baraka ya Mungu, basi ndugu zangu, ndivyo jinsi ambavyo mwanadamu anaamua pia kuacha vingine pia yote kwa muda fulani, alafu anatafuta karibu zaidi na Mwenyezi Mungu kwa njia ya safari hiyo ya kiroho. Namna hiyo na imilika bana mtaji na hayo ya maungamo na kila kitu, basi pia roho zetu ziko safi, alafu mwisho wa siku tunaanza safari jinsi ambavyo Yesu mwenyewe alifanya hija ya ukombozi wa mwanadamu kwenye njia za msalaba. Hizi njia za msalaba pia hizi tunazoziona mahali pale, tunamwona huyu Kristo katika safari hiyo ya hija ya msalaba anaifanya. Anafika kwenye vituo baadhi, kituo cha 3, kituo cha 7 na basi cha 8 cha 9. Anaamka mara ngapi? Mara 3. Anaamka mara 3 kwa udhaifu wa moyo, akituambia wafuasi wake kwamba pia ninyi wafuasi wangu, kuanguka mtaanguka sana, kuanguka mtaanguka sana, mtaanguka ya kutosha, lakini unapoanguka usikae pale. Unapoanguka sasa, sio kuanguka ndugu zangu kwenye makundi haya unajikwaa chini watu wacheka, basi ndio tutacheka na kucheka, sio namna hiyo. Kuna kuanguka kwa kiroho, tunapoamka dhambini. Tunaambiwa pia tusikae pia pale, hapana, tunyanyuke kwa sakramenti ya kitubio. Tunini na safari ya kukombozi. Kumefika katikati ya hawati pia tip kwa chini, anakuambia nyanyuka, fanya kitubio, safiri mara ya 3 hivi. Kila wakati tunaalikwa kujitakasa roho zetu kwa sakramenti hiyo ambayo ameweka Kristo mwenyewe pia kwa ajili. Kwa anaanza pia na watoto na vijana na watu wazima na watu wote, na kwa njia hiyo ndugu zangu, mwanadamu anamkaribia Muumba wake, na pia Muumba anakuwa karibu na mwanadamu, na kwa njia hiyo basi safari duniani au hija duniani inakwenda vizuri pia, sio kwa watu peke yao, lakini safari hiyo wanakwenda wao wakiwa na jinsi ambavyo wana Israeli kutoka Misri wameingia nchi ya ahadi kwenye mateso magumu kweli kweli, kwenye hali ngumu kweli kweli. Hakuna maji, hakuna chakula, hakuna nini. Hata Musa anataka kuwa mawe kwa sababu ya hiyo mateso walikuwa wanapata, lakini bado hawakamtegemea Mwenyezi Mungu, na mwisho wa siku wakavuka jangwani salama, wakaingia nchi ya ahadi ya asali na maziwa. Ndio hija yao walioifanya, na mwisho wa siku ilikuwa ni hija ya mafanikio na sio kwenye kushindwa. Kristo tumaini letu. Na kidogo hapo anasema hija
kwa waliokata tamaa, safari ya kutoka gizani hadi kuingia nuruni. Anatuambia kwa wale walioshikwa na hali ya kukata tamaa, hija inakuwa mwanga wa matumaini, fursa ya kugundua upya uwezo wa Mungu katika maisha yao. Wengi waliopoteza mwelekeo wa maisha kutokana na umaskini, ukosefu wa ajira au matatizo ya kibinafsi hupata faraja katika vituo vya hija vilivyopo katika maeneo mbalimbali. Sababu tunaweza kuainisha pia Dar es Salaam, pia kule huko Arusha, huko Kibeho, mpaka kule Ureno, namna hiyo. Maeneo haya matakatifu na yale mengine yaliyochaguliwa kuwa vituo vya hija katika mwaka huu wa jubilei huwakaribisha mahujaji unaotafuta upyaisho wa maisha na kusudi la Mungu wao, kama Zaburi inavyosema, nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Kupitia hija, waliokata tamaa wanapata nguvu mpya, wakiamini kuwa hakuna mateso yaliyo nje ya upendo wa Mungu unaookoa watu wake Kristo. Namna hiyo, kwa ndugu zangu, tunasikia pia habari hii ya kwamba wakati wa kukata tamaa pia huko, kila mmoja kwa namna yake, kwa namna yake pia kila mmoja. Hata mimi padri hapa, kuna nyakati kwenye utume wangu navyoelekea, naweza pia nikawa niko mahali nasema hivi wala sisikiwi. Mbaya zaidi, upinzani unaanza pia kuja, na upinzani hautoki sehemu nyingine pia yoyote, unatoka kwa waumini wale ambao unawahudumia. Upinzani unaanza, kila unachokisema kinapingwa. Unafanya hivi, hamna; fanya vile, hamna. Au mazingira pia uliopo ni mazingira pia magumu, ambao pia mbele huoni, unapotokea huoni, msara pia hauoni. Kama padri inafika mahali unaambia kwamba sasa hapa haiwezekani pia tena. Hiyo ni padri kama padri. Ili pia kama muumini pia vile vile kuna nyakati tunaweza kupitia, kiangalia mbele ni kiza kinene, huko kutokea hali kadhalika, ndio hivyo, huoni pa kuelekea, nifanyaje? Basi mwisho wa siku tunakuja kwenye Zaburi ya 121 aya ya kwanza. Na ufungua mama yangu, Zaburi ya 121 aya ya kwanza na ile aya ya pili pale. Safi kabisa. Yeah. Safi kabisa, safi. Zaburi ya 121 ya kwanza na ya pili. Tuambiaje? Asante. Nasema, nitainua macho yangu nitazame msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu uko katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asante sana. Hilo tu. Na ukifanya kitu kama hiki, kuna wakati mgumu, ukasali sala kwenye swali mahali pale, yangu utajua pia kwamba msaada wa Mungu unatoka sehemu gani. Utajua msaada wa Mungu unatoka sehemu gani, utajua. Kidogo mimi hapa niwape experience ya kwangu. Mimi nilipadrishwa mwaka 2012 ndio nilipata upadrisho. Hapo upadrisho kana nimepangwa utume wangu sehemu moja ya Masaini, panaitwa Sunya. Panaitwa wapi jamani? Sunya. Kiteto ndani. Kule Kiteto ni kwa Wamasai. Wamasai ambao hawajawahi kuona kanisa hili. Kaji kama hili hapa, hawajawahi kuona katika maisha yao. Wamasai ambao kusali kwao wanakaa kwenye mawe. Kwenye mawe ndio wanakaa kwenye mawe, au kwa ardhini hapo, wanakaa ardhini hapo. Altare yako padri ni kigoda. Kigoda kwa ngapi? Viwili. Kimoja cha kutia dhabihu na cha pili pale cha kukalia. Kigoda vile. Na kama mahali hapo na kile kigoda kile unaweka vitu vyako mahali hapo, uadhimishe nini? Misa takatifu. Uadhimishe takatifu. Wale Masai waje kuona bomba hili, bomba la maji, bomba. Waje kuliona katika maisha yao. Waje kuliona hali mpaka sasa hivi tunaongea. Hakuna ile bomba, halipo bomba la maji. Maji yao kuishi kwako wewe padri na wao. Kuishi kwako ni kwamba muamke saa 8 usiku. Mwende kwenye mabonde kule, kuteka maji usiku.
na wewe padri uko na waumini wako kule ndani. Kwa hiyo huyu hawaida fa asema huyu ni padri tumwachie atangulie, alafu sisi tupata wewe foleni na wewe uko nini kwenye foleni. Wewe mdogo usifike na wewe unafika mahali pale unachota maji. Usipate maji kesho yake hautaishi. Sasa Mungu wangu. Hii shughuli mpaka huyo padri mpya, huyo padri mpya. Hii kazi mpaka lini? Unaweza kuwaza nichukue jambo labda nifanyaje? Sawa. Aniwachi swali. Basi ikaenda hivyo, piga simu kule na kule, hakuna msaada wote mahali pale. Basi ikaenda hivyo, miaka mingapi? Miaka mingapi? Mwezi kuacha wale kondoo. Umefika mahali umekuwa sema maisha yako. Na wao pia kwa sema maisha yako. Ndipo jinsi ile. Sipole mshoni pale. Basi ikaja askofu, kaona kila kitu kilivyo, nini pale. Basi baada ya nao hizi uko uliko sasa hivi njoo katikati ya mji. Basi nilipokuja tu ananiambia najua umechoka sana. Nifanyaje? Nimechoka sana. Na ni kweli kwa nimechoka. Basi tukifanya asema sawa. Mimi sije kwenda ndege hata siku moja. Basi yeye atafuta tiketi mwenyewe na kila kitu. Mwisho wa siku shangana kabisa tiketi. Utakwenda Uingereza kupumzika. Miezi mingapi? Miezi mingapi? Alafu ukirudi tutaenda wapi? Kristo tumaini letu imelipa jelipa. Basi kama wiki mbili tayari hapo siku ya flight imefika, nikapelekwa Kia. Baada ya hapo kamata KLM, huyo Amsterdam, huyo Birmingham, nikafika Montreal, nikapokelewa vizuri. Kwa kazi yako kumisa ni moja tu kwa siku. Moja tena mchana. Kwa asubuhi ala zako kutosha. Sasa mchana unafanya misa. Misa yenyewe pia ni wazee. Vijana hamna. Kule wakwambia vijana kwa kanisani ukionekana kijana wa sawa ndugu yangu, sawa kijana. Tazama, asante sana. Kama huyu akija kanisani huyu, unaona kisadifu. Amekuja kanisani Jumapili. Watu wote wanamwangalia. Wakiwaza mambo mangapi? Mambo matatu. La kwanza, hayuko sawa. Yaani kijana huyu kija kanisani huyu Jumapili. Hayuko nini? Hayuko sawa kichwani hapa. Hayuko sawa. Jambo la pili, huyu hapa ni mwizi. Kwa kila mmoja na mkoba wake anafanyaje? Na mkoba yeye, yaani na mkoba wako unaweka wapi? Hapa vizuri. Sasa msomo vizuri. Sio mwizi huyu. Sasa kule sasa kule. Kijana kama huyu anakuja kanisani. Huyu ni mwizi Alafu la tatu, kijana kwa kanisani hujitambui. Fanyaje? Hujitambui. Hujitambui wewe. Sasa nafika na waulize pia, mbona vijana kanisani kwa nini vijana wa kanisani ndugu yangu? Yako mangapi? Yako matatu. Mwizi. Ya pili? Iko sawa. Ya tatu? Sasa mimi ni kijana nilikuwa party na kwa kwaja nini wa Afrika nini wa Afrika kwa maisha yangu sipali kwa hiyo basi baada ya miezi mitano waliporudi walinisahau ndio huyu au sio huyu. Sasa nilikwenda niko kama mheshimiwa sawa na kutoa reference nilikwenda kama mmoja wao nilikwenda hivyo lakini niliporudi sawa kama nikiwa hivi. Asikia sasa tutasifu nilisahau. Bwana vipi? Ataona mzee. Nilipata muda kufanyaje? Wa kupumzika. Kabisa ni hii moja tena mchana. Jumapili ni moja. Haina mazaidi yao. Wazee ndio watu wale pale. Lakini kwa kweli hii baada hapo basi maisha yaliporudi nikakosa mlipia kwa utume na mpaka leo tunafanya historia kwa Kristo. Kwa hivyo kuna wakati wa kukata tamaa. Kuna nyakati tunapita tukakata tamaa. Lakini usimwache nani? Msaada wangu kutoka wapi? Kwa jina la Bwana alifanyaje? Nisifanye kuna nini jamani? Na dunia au na nchi ndio Mungu akuache. Atufahamu historia A to Z.
cha msingi anaangalia pia kwamba je, moyo wako na maisha yako utamwacha Mungu kimbie namna hiyo. Kwa hiyo wapendwa, basi hizi hija zinasaidia pia wakati mwingine pia tukipita kwenye mazingira haya usikate tamaa. Hata Kristo mwenyewe pia kama mahali pia hata kuita eroi, lakini pia Mungu alikuwa na yeye pia kuweza kumsaidia mwisho wa siku safari yake ikaenda vizuri kabisa. Basi tumalizie mara moja tuingie usimi wa ungao. Anasema hija waliojeruhiwa, safari ya msamaha na amani. Pale kwenye kile kiza kinene tumalizia hapo. Mengine pia ni ya kawaida hapa tu kwa kabisa. Angalia hapo. Anasema maisha hutujeruhi kwa njia nyingi, kupita misiba, usaliti au matatizo mazito ya kibinafsi. Hija inatoa nafasi takatifu ya kuponywa na kupokea amani ya Mungu. Nchini Rwanda, kituo cha hija ya Bikira Maria wa Kibeho, mahali ambapo inaaminika kuwa Mama Maria alitokea, imekuwa mahali pa maadhimio, imekuwa mahali pa maridhiano ya uponyaji, hasa kwa wale wanaopona majeraha ya minyororo na mateso ya kibinafsi. Nchini Kenya, mahujaji hutembelea kituo cha hija ya Mkumu Mission wakitafuta faraja katika uwepo wa Kristo Yesu anayesema, njoni kwangu ninyi mnaosumbukana na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hija inawasaidia waliojeruhiwa kuachilia maumivu yao kwa Kristo ambaye peke yake anaweza kugeuza mateso kuwa neema. Wakati wa neema, umoja na ukeisho. Tunaposherehekea mwaka wa Jubilei 25, hija inasimama kama mwaliko mtakatifu kwa watu wote, kama vijana na wazee, wenye nguvu na wanyonge, ili waweze kushuhudia upendo wa Mungu usio na mipaka. Kuimarisha imani. Jubilei ya wakati wa kipekee wa kila mhujaji huisha imani yake na kutembea karibu zaidi na Kristo. Kutafuta msamaha. Hija inakuwa safari ya upatanisho ambapo mioyo inafanywa upya katika sakramenti ya kitubio na ahadi mpya ya utakatifu. Kujenga umoja. Kutembea pamoja katika hija huimarisha mshikamano, kurejesha matumaini. Katika dunia yenye changamoto nyingi, hija inahusisha tumaini, inatukumbusha kwamba Mungu anatembea nasi akitumikia hija mbele yetu. Hitimisho. Wito wa hija, safari kwa kila kizazi. Katika mwaka huu wa Jubilei, mwaliko wa hija usikike kwa vizazi vyote: watoto, vijana, wazee, wagonjwa, waliotengwa na waliovunjika moyo. Wote wameitwa kuanza safari hii takatifu. Hija sio tu kuhusu kufika mahali fulani, bali ni kuhusu kukutana na Mungu, kukumbatia upendo wake na kurudi nyumbani tukiwa wapya, ili kushiriki neema yake na ulimwengu. Kama Mtakatifu Agustino alivyosema, mioyo yetu haina amani mpaka ipate pumziko lake kwako, Mungu. Mwaka huu 25 uwe chanzo cha msukumo wa roho nyingi nchini Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda na kote duniani kuanza safari hii ya imani, matumaini na upendo, wakigundua kuwa katika Kristo kila safari huleta furaha ya milele. Maswali kumalizia. Nasema, je, ni safari gani ya kiroho ambayo umewahi kufanya na ilikusaidiaje kuimarisha uhusiano wako na Mungu? Swali la pili, kwa njia gani unaweza kutenga muda wa kutafakari na kutubu katika safari yako ya kiroho kila siku? Kabisa nasema,
Je, unapokea changamoto gani katika safari yako kuelekea utakatifu au unaitikiaje kwa imani? 4. Kwa jinsi gani unaweza kuwashirikisha watoto, vijana au wazee katika safari ya kiroho kama familia au jumuiya? 5. Unamuona Mungu akitembea nawe katika safari ya maisha yako au unamshirikisha katika maamuzi yako ya kila siku? Anamalizia na sala akisema, Ee Mungu wa huruma na upendo, tunapokutafuta kwa safari ya kiroho, tusafishe mioyo yetu na mawazo yetu ili tuweze kusimama mbele zako kwa unyenyekevu na shukrani. Tuongoze katika kila hatua tunayochukua ili safari yetu iwe ya kutafuta na kutumikia. Tujalie neema ya msamaha, msamaha, upyaisho na utakatifu. Utupeleke kwako, tuelekeze kufikia utimilifu wa upendo wako na tufanye kuwa mashahidi wa huruma yako hapa duniani. Tumsifu Yesu Kristo. Ni kitabu kidogo cha mahujaji kwa mwaka huu ambapo tunasherehekea. Yako mengi pia, lakini tuke sehemu hiyo peke yake kwa ajili ya mambo haya pia hija. Basi ndugu zangu, pia kubwa sana ni kwamba kwa kweli pia neema hii ya Mungu ipo katika maisha yetu. Ni sisi wenyewe tu wanajisigari pia tunatafuta hiyo neema, alafu mwisho wa siku tuifanye kazi pamoja na sisi, isafiri pamoja na sisi, ili mwisho wa siku itufikishe pia mahali pazuri na sio bila jinsi ambavyo kwenye barua ya Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 7. Fungua kwa dada sura ya 7. Warumi sura ya 7 tumalizie kwa hapo. Ni sura ya 7. Sura ya 7 kwanza hapa sura ya 7 hapo. Hapa. Hapa. Ni sura 7. Somo. Basi je, ile iliyo njema ilikuwa mauti kwangu mimi? Hasha, bali dhambi, ili ionekane kuwa ni dhambi hasa, ilifanya mauti ndani yangu kwa njia ya ile njema, kusudi kwa ile amri dhambi izidi kuwa mbaya mno. Kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi, maana sijui nifanyalo. Kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayotenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lililo jema, lipo lililo baya. Kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali inapiga vita na ile sheria ya akili yangu, na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Ole wangu maskini mimi! Ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi
Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa adili zangu naitumikia sheria ya Mungu, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Asante sana. Mungu akubariki sana kwa kusoma vizuri. Ndugu zangu, hicho sehemu cha maandiko matakatifu ya barua ya Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 7 hapo, na jinsi ambavyo binadamu anavyokabiliana na hali ngumu sana. Duniani Mungu yupo. Duniani shetani pia yupo. Tunatamani kuwa watakatifu. Wangapi tunapenda kwenda mbinguni? Mshambulizi, mbona mwambie si? Mbona naongea au naongea? Wote. Wangapi tunapenda kwenda mbinguni? Ngine basi. Mbona mwongea si? Mbona mwongea si? Mmeongea pamoja afu katika sameza hatari nauliza tu, wangapi tunapenda kwenda mbinguni? Mimi napenda mbinguni. Si mmetegua mtego mbaya. Mmetegua mtego mzuri mwategea. Mara ya kwanza mkasema wote. Hilo ni kosa kubwa sana. Baadaye kwa hiyo ni mtego tayari hapo. Hiyo tufanyaje? Tujichomoe. Kusema umezungumzia nafsi ya mimi, nafsi yako, nafsi yangu. Ni wewe jinsi ulivyo. Mimi unijui bana. Mimi unijui. Mimi unijui. Mimi unijui kabisa hata kidogo pia. Na mimi pia sikujui pia kidogo hata kidogo. Na mioyo yetu pia hakuna mtu anafahamu isipokuwa wewe mwenyewe na mimi mwenyewe tunafahamu. Sasa basi, sababu pia tunapenda kwenda mbinguni ni kweli. Lakini ya kutueleza kwa Mwenyezi Mungu pia yamejaa mengi hivi. Lakini kwa sababu ya dunia yetu, ndugu zangu, tunashindwa kutenda lile la mbinguni. Tunatamani kufanya pia tena mbinguni, lakini pia mengi ya dunia hii hapa yatufanya tusiende wapi? Tusiende mbinguni. Yako mengi pia sana ndugu zangu. Kwa mfano, kuna dhambi moja inaitwa dhambi ya amri ya 7 Amri ya 7 inasemaje? Amri ya 7 ya Mungu. Amri ya 7 inasemaje? Bwana asifiwe. Amri ya 7 ya Mungu inasemaje? Au tuanze ya kwanza mpaka ya mwisho? Amri ya 7 inasemaje? Amri ya 7 ya Mungu. Chap basi. Usiibe, si ndio? Amri ya 8? Usiseme nini? Kisa kwenye hizo amri mbili hasa ya 8 useme nini? Amri ya Mungu inaniambia mimi na inakuambia wewe usifanyaje? Sema huo. Lakini ndugu zangu pia kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 12 jioni kuna anakatiza hapo. Kuna anakatiza mahali hapo. Au katizi. Sasa ndio haya tuambia sasa. Kuna jema na tamani kulifanya. Lakini ile jema asifanyaje? Kutokudanganya, asifanyaje? Yaani siifanyi hilo. Yaani kwa sababu ya asubuhi mpaka jioni pia. Hilo jema la kutokudanganya mimi siifanyi. lakini la ambalo pia sipaswi kulifanya ndio nafanyaje? Nakafanya. Na kadhalika Kristo. Wangapi tunapenda kwenda mbinguni? Mimi napenda Tunyosha mkono. Siku moja namalizia kwa mfano, alafu kutoka mahali hapo nitakuita mwalimu mmoja ambaye mtakutana naye pia kupanga mambo ya liturujia kesho asubuhi, alafu mwingine pia tutafanya muungano. Hakuna shida, simple kwa padri hapo, si ndio? Kwa hiyo hakuna shida, mko Arusha, msina wasiwasi wale kuna sisi tuko mambo tukatu sawa. Basi nimalizie kwa mfano semina fupi sana kwa wale ambao pia siku kwanza kwa hii semina, lakini pia kwa wale padri mzao, lakini mavuno ni mengi, padri na kazi ni machache zangu. Basi nimalizie kwa mfano, siku moja semeni alitokea padri kama mimi, akawa yupo na waumini kanisani. Basi ilikuwa siku ya Jumapili kama ya leo. Basi kama kesho, kama kesho sio kama kesho. Basi akawauliza waumini wake katika Zaburi moja ambayo iliimba hivi, sema nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Twende nyumbani mwa
mwa Bwana, twende nyumbani mwa Bwana, na twende nyumbani mwa Bwana. Sasa basi kwa waumini wake, wewe wangapi tunapenda kwenda mbinguni? Basi wakasema wote, akasema uongelee nafsi yako, sema mimi. Kaambia sasa leo ndio siku ya kwenda wapi? Mbinguni. Wangapi wako tayari? Nyosha mkono wote, kila mtu mahali pake. Sasa leo Yesu amenituma. Nafanyaje? Kwamba kuna mmoja wetu ataongoza nini? Njia kuelekea wapi? Kuelekea mbinguni. Na wengine pia tutafanyaje? Tutamfuata. Ibaki usikize hivi. Basi bwana, kuna kura ambayo Mungu amemchagua mmoja wetu pia kutuongoza. Kapiga mkono fukoni, katoa unywayo wa koko mlaini. Na ukuliza huu unywayo, yule ambaye utamdondokea ndio huyo ambaye atafanyaje? Ataongoza nini? Njia kuelekea wapi? Kuelekea mbinguni. Yule mko tayari? Yuko tayari sasa. Sasa mimi nakuuliza. Akaukuza unywayo. Leo unywayo ukazunguka, ukaanza na wazee. Kila mmoja alikuwa atoa macho hivi. Sasa ukamnyokea mmoja, akafanya akaukuliza ukazunguka, ukaja mabenchi hapo mbele. Akakuta mabenchi pale mbele, wamekaa watu wamepale. Kila mmoja yuko makini kuangalia ule unywaji. Basi ukaja benchi hapa mbele hapo. Ule kwa ukamshukia mama mmoja. Akaangalia vizuri kweli. Alipoona akasema haiwezekani. Aisee ulienda. Ukaja kwa wanakwaya, hapa wanakaa kwaya. Hapa. Ukaanza na sauti ya 4. Ukaelekea sauti ya 4. Sauti ya 4 na wenyewe wako wanatoa macho. Ukamnyokea mmoja akasema haiwezekani. Na yeye ukaja sauti ya kwanza, sauti nyororo ya Yesu Kristo. Uliponyokea sauti ya kwanza ukamshukia mmoja kama huyu hapa akasema uwe. Na yeye akafanyaje? Asio unywayo ukamweka ule pati. Naye pati afanyaje? Akatoa macho bado hapo na yeye akaona haiwezekani. Naye akafanyaje? Leo unywayo ukaishia moja kwa moja ukaenda kwenye msalaba wa nani? Wa Kristo kutulia kwa Yesu pekee. Alikuwa tayari kuelekeza wapi jamani? Atuambie ni njia, yeye ni ukweli na yeye ni nini? Tunaupuliza ule ujio sawa, pia mioyo yetu haiko sawa. So jinsi ambavyo hilo neno linatuambia kuna mazuri ya Mungu na kwani pia kuyafanya, lakini pia tuyafanye. Kila ambao pia hatupaswi kuyafanya ndio mioyo yetu imetukia pia hivi. Kwa ndugu zangu, basi kwa mfano huu mdogo, Mungu atupe neema ya kujiandaa vizuri kukutana pia na Mungu kwa njia hii hizi hapa, kwa njia pia kanisa lake, kwa njia pia uimbaji wenu, na kwa njia pia ndugu zangu pia mfanye vizuri pia duniani, lakini pia baadaye ndugu zangu wapendwa, mkawe siku moja zawadi kwenye ufalme wa Mungu, jinsi ambavyo ule wimbo kwa wanakwaya unaimba, nitaimba na kumtukuza Muumba wangu hata nizeeke, na fimbo nitembee na fimbo ili nimsifu Bwana Mungu wangu, nitembee na fimbo ili nimsifu Bwana Mungu wangu. Mama Maria nakubembeleza, Mama Maria unisaidie, unitetee kwa mwana Yesu, niishi siku nyingi ili nimsifu Bwana. Mama Maria nakubembeleza, Mama Maria unisaidie, unitetee kwa mwana Yesu, niishi siku nyingi ili nimsifu Bwana.
umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu awabariki sana ndugu zangu. Asante sana. Basi sawa. Basi naomba nimwite mwalimu mara moja, alafu atakuwa na walimu wenu ambao mpo, alafu basi polepole sio ya kuangamia tena hapa tu, hapa kwa muda mrefu sana ndugu zangu. Asante sana. Nashukuru sana. Basi kwa dakika mbili tu refresh kidogo, alafu tutarudi. Sawa? Kuna taarifa Yanga anaongoza mpira. Wewe tena ile mmoja. Taarifa lazima kwa Yanga anaongoza mpira au kwa kiasi kwetu kesho tunatoa rani mashabiki wa Yanga. Tunafanya kishinda